Stendi tumekwenda kwa huzuni kubwa sana, tumekwenda kwa masikitiko makubwa sana kwamba sisi kama halmashauri tulipokea barua kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa, barua ambayo iliandikwa na katibu tawala wa mkoa, barua ambayo ilitaka halmashauri kwa pamoja kwa njia zote tuhamishe kituo cha basi stendi kirudi zake Kange. Na bahati nzuri barua ile na maelekezo ya halmashauri zote zilizo katika mkoa wa Tanga, kitu ambacho sisi kama halmashauri tulikaa, mimi binafsi kwa maana nilikaa na wawezeshaji kwa maana wasafirishaji, nilikaa na vyombo vya serikali kwa maana LATRA, MUATA, jeshi la polisi kwa maana trafiki, kufanya maazimio ya pamoja, na hatimaye uongozi wa wasafirishaji TABOA tulikwenda mpaka basi stendi kuangalia mapungufu na marekebisho ambayo yanaweza kufanyika. Tukajitahidi katika hilo, tukafanya maazimio, tukafanya matangazo kwa pamoja tukishirikiana na wamiliki wa mabasi yale kwamba itakapofika tarehe 15 mwezi wa 7 zoezi lile la kuhamisha mabasi kwenda Kange litaanza. Tangazo hili limetoka ndani ya wiki 2, halmashauri ikipoteza gharama za matangazo, ikipoteza gari za matangazo, na vile vile ikipoteza nguvu kazi na fedha za halmashauri katika kutangaza hili. Cha ajabu na kusikitisha, ilipofika tarehe 15 ya mwezi wa 7, mimi mwenyewe kama mstahiki meya nilisimamia zoezi la kutoa mabasi katikati ya mji. Cha kusikitisha zaidi, nakuja pata taarifa kwa kusikia na watendaji wangu wa halmashauri mnamo saa 10 jioni nikiwa safarini kuelekea Dar es Salaam kwamba wamekatazwa na wameondolewa, kwamba hakuna lazima wala hakuna haja ya kuendelea na zoezi lile. Kwa hiyo zoezi lile likome mara moja. Kilichonisikitisha sana ni kwamba mimi kama kiongozi wa halmashauri sikushirikishwa katika maamuzi ya kusitisha zoezi lile. Kwa hiyo inaonekana mimi kama mstahiki meya sina nguvu, sina mamlaka, wala halmashauri haina mamlaka wala ina nguvu, isipokuwa kuna watu wachache wenye mamlaka, kwa maana kiongozwa na baadhi ya wafanyabiashara wenye uwezo na viongozi wasioitakia mema halmashauri jiji la Tanga kutoa maamuzi ambayo yanakinzana na baraza la madiwani. Kwa hiyo mimi nitoe rai tu viongozi wanaohusika wajue kabisa kwamba halmashauri ni muhimili kama mihimili mingine. Halmashauri na mamlaka zake, halmashauri iko chini kwa mujibu wa sheria za uundwaji wa serikali. Kwa hiyo ipo haja ya kuheshimiana maamuzi ili tusiingie ndani ya migogoro isiyokuwa na tija. Lengo na mazungumzo la Mheshimiwa Rais ni kuleta tabasamu kwa wananchi wote wa Tanzania nzima. Kwa hiyo tunapokwenda kufanya maamuzi haya ya kuhamisha basi stendi moja, tunakwenda kusimamia kodi za wananchi ambao ndani yake zitaleta miradi ya maendeleo. Cha kusikitisha zaidi, yanafanyika maamuzi ya kuondoa basi stendi bila maelekezo ya barua, bila maelekezo yoyote, isipokuwa ni mtu tu kwa utashi wake anafanya maamuzi ya mdomo, kitu ambacho mimi binafsi sijakipenda kabisa na baraza langu la madiwani hawajakipenda kabisa. Hatuhitaji kuingia katika migogoro, tunahitaji kufanya kazi kwa pamoja, kwa sababu wote sisi tunajenga halmashauri inaongozwa na mama yetu mtukufu Rais wetu Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo mimi nitoe rai sana, wafanyabiashara hawa wanajidanganya, na kama kuna mtu anawadanganya waendelee kumsikiliza, lakini sisi tusimamia. Na maamuzi yetu leo katika baraza letu au katika kikao chetu cha kamati ya fedha, tumeamua hakuna haja ya kuwa na basi stendi, na pale basi stendi tutakwenda kugeuza kuwa kituo cha maroli, yani kwa maana kwamba tutapaki road parking ili mabasi yote yarudi stendi kwa maelekezo ya viongozi waliotoa maelekezo hayo.
Mimi naitwa Joseph Colivas, diwani wa kata ya Maweni, lakini mjumbe wa kamati ya fedha na uongozi. Mimi nitazungumzia tu basi stand. Leo tulikuwa na ziara ya kamati ya fedha na uongozi. Tumefika kwenye basi stand yetu ya Kange. Kwa kweli mimi kama diwani ninaungana na maazimio ya wajumbe wenzangu wa kamati ya fedha kwamba basi stand ile sasa tukapaki maroli pale ili mabasi Costa, IC zote ziende zikafanyie kazi mjini, kwa sababu hakuna haja ya kuwa na jengo, hana haja ya kuwa na uwekezaji mkubwa kama ule usiotumika. Ninatumia neno hili kwamba anayezuia kwenda basi stendi ya Kange ni sawasawa na kutumia matumizi mabaya ya ofisi, kwa sababu basi stendi ile imetumia fedha nyingi, uwekezaji mkubwa wa fedha, na basi stendi ile haifanyi kazi ikiwa ni stendi pamoja na lile jengo la ukitega uchumi. Kwa hiyo mimi kama diwani wa kata ya Maweni, lakini kama mjumbe wa kamati ya fedha, basi kupaki maroli pale kuwa roli parking kutakuwa na tija kubwa sana kwa halmashauri yetu ya jiji la Tanga, lakini kutakuwa na tija pia kwa wananchi wa kata ya Maweni kwa muonekano ule wa kuwa na maroli. Kwa hiyo ninaungana mkono kabisa na maazimio ya kikao cha kamati ya fedha. Sasa basi stendi ile igeuke kuwa roli parking, kwa sababu tunaelekea Tanga, hatuko tayari kwa kuitumia basi stendi ile kwa matakwa ya watu mmoja mmoja wasiokuwa na nia njema na halmashauri yetu ya jiji la Tanga. Ni ajabu sana, unamuonea huruma mtu anayetoka Dar es Salaam, lakini umuonei huruma mtu anayetoka Mtae na Mlale kule, ambao wanashushwa Kange, wanapanda IC wanakuja mjini. Mtu anayotoka Dar es Salaam, Dodoma na Arusha ndio aje na basi mpaka mjini, kwa sababu ukimshusha Kange unamuongezea gharama, lakini yule wa Handeni na yule wa Lushoto haongezewi gharama. Lakini vile vile hoja waliokuwa wanaitoa pale, hakuna kituo cha afya. Hivi wanapopakilia hapa mjini pana vituo vya afya, pana vituo vya polisi pale karibu. Kwa hiyo mimi naungana na maamuzi ya kamati ya fedha kwamba sasa basi stendi ile iwe roli parking kwa ajili ya kuleta tija kwa halmashauri ya jiji la Tanga. Asanteni.